watu. Kwa majina naitwa mnajimu mkuu Malifimbo. Leo nataka kuzungumzia mada ya mambo ya wanaume wenzangu, mambo ya dawa ya nguvu za kiume, maana tatizo hili limekuwa likisumbua watu. Jamii huwa inahangaika na tatizo hili la nguvu za kiume, na tatizo hili linatibika. Tatizo hili lipo na tatizo hili linatibika. Sasa leo nataka kuzungumzia dawa ambayo dawa hii huwa inasaidia. Cha kwanza, dawa hii inasaidia kuimarisha misuli, kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume ni ulegevu wa misuli. Kwa hiyo nayo dawa hii huwa inaimarisha misuli, lakini pia inaongeza hamu la tendo la ndoa. Lakini pia dawa hii huwa inasaidia kwamba unapokuwa unaitumia na ukaitumia vizuri ukamaliza dozi, basi huwa tatizo hilo huwa linaisha kabisa. Ina maana tatizo hilo linaisha kabisa na utakuwa unafanya vizuri na hilo tatizo lako linaisha kabisa. Na itambulike kwamba haya magonjwa, huu ugonjwa wa nguvu za kiume una aina tatu. Una aina tatu. Inawezekana aina ya kwanza ikawa labda ni koo yako, kwamba hizo changamoto zilikuwepo kwenye ukoo wako. Hiyo ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili, inawezekana ukawa umejichua kwa muda mrefu, hivyo kupelekea maumbile yako kuwa legevu na pia kuwa na upungufu huo wa ugonjwa wa nguvu za kiume. Lakini tatu, inawezekana ukawa unasumbuliwa na jini mahaba. Maana jini mahaba huwa naye anapokuwa amekuandama huwa lazima uwe na upungufu wa nguvu za kiume, na hivyo kupelekea kupelekea kuwa upungufu wako unakuwa unazidi upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo ieleweke hivyo, za aina ya huo ugonjwa wa upungufu wa nguvu za kiume zote zinatibika. Lakini pia itambulike kwamba kati ya hizi aina za ambazo zinachangia kuwa na upungufu wa nguvu za kiume, haya matatizo yote yanatibika. Lakini pia unapokuwa unanipigia simu, ina maana mimi ukinielezea, ina maana ndio nitajua kwamba njia hiyo uliotumia wewe mimi naitibu vipi, nikupe dawa gani ambayo dawa hiyo ninayokupa itakusaidia na kila kitu kitakuwa vizuri na maelezo yako ambao utakaonieleza. Na pia ni lazima ufahamu kwamba hizi dawa ziko aina nyingi. Hizi dawa ziko aina nyingi kwa sababu na pia huo ugonjwa na wenyewe umekuwa na tofauti. Kwa hiyo hata dawa zenyewe pia ziko tofauti. Kwa hiyo inawezekana kwamba wewe nikakupa dawa yangu, lakini kutokana na changamoto yako labda ambayo ambayo ilikuwa inakusumbua, ina maana ni lazima nikupe dawa hii utumie, lakini baada ya hapo niweze kukupa nyingine ambayo itamaliza tatizo kabisa. Inategemea na hilo tatizo lako wewe limeishi, labda umedumu nalo kwa muda gani. Kwa hiyo ni lazima unipe maelezo, alafu baada ya hapo mimi ndio nitajua ni dawa ipi ambayo itamaliza changamoto yako, na baada ya hapo utabaki kuwa salama na kila kitu kitakuwa vizuri. Tunaishia hapo. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ya YouTube ili uwe wa kwanza kuweza kupata vipindi vyangu vinavyoendelea. Karibuni sana.